Sikujua kuwa wakati huo tayari nilikuwa nimefungua mlango wa giza lisiloelezeka. Maisha yangu yalikuwa yakielekea mahali ambapo siwezi kuyazuia tena. Nikukaribishe mpenzi mtazamaji katika simulizi hii nzuri ya kusisimua. Simulizi ambayo itakufundisha vitu vingi na itakufahamisha mambo mengi ya dunia usiyoyajua. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, lakini pia ucomment, kwa sababu comment yako inaweza ikasababisha nikajua ni wapi pa kurekebisha ama ni wapi hujaelewa nikakuelewesha zaidi. Jina langu naitwa Ramadhani Abdul Khan Kaduri, lakini kama bado hujafuatilia sehemu ya kwanza, basi rudi nyuma na uifuatilie sehemu ili uweze kuelewa zaidi, kwa sababu hii ni hatua ya pili. Jicho kwa jicho na shetani. Kuna nyakati unakutana na mtu anayebadilisha maisha yako milele, mtu anayekuvutia karibu naye, anayekujaza hekima na mafunzo, lakini pia anayekufanya uhoji kila kitu ulichowahi kuamini. Bi Amani alikuwa mtu huyo kwangu. Tangu siku ya kwanza tulipokutana, alionekana kuwa na nguvu ya ajabu. Alizungumza kwa sauti tulivu lakini yenye ushawishi mkubwa. Unaweza kusema alikuwa anashona maneno moja kwa moja kwenye nafsi yangu. Alinifundisha kuhusu upendo, maisha, maana ya uwepo wa binadamu. Lakini kulikuwa na jambo moja lisiloeleweka. Jinsi alivyozungumzia giza na mwanga kwa namna ya kushangaza. Siku moja nilikuwa nyumbani nikitafakari mambo aliyoniambia. Mlango uligongwa. Nilipofungua, ghafla alisimama pale. Macho yake yalining'inia kama taa za gizani. "Naweza kuingia?" aliuliza kwa sauti iliyojaa mamlaka, mpaka nikashangaa. Nilimkaribisha huku nikiwa na hofu kubwa. Alikaa kimya kwa muda, akinitazama kwa makini kabla ya kusema, "Ulishawahi kufikiria kwa nini giza lipo?" Swali lake lilikuwa la ghafla mno, lakini lilinifanya nitetemeke kwa ndani. Kabla sijajibu, aliendelea, "Watu wengi huogopa giza, lakini hawajui kuwa ndilo linalofanya mwanga ung'ae zaidi. Bila giza, mwanga usingekuwa na maana yoyote." Maneno yake yalikuwa ya kina, lakini yalinipa hisia ya wasiwasi. Niliwaza, kwa nini kila mara anazungumzia giza kwa namna hii? Alinisogelea kidogo, akaniangalia machoni kama ni mtu ambaye alijua kile nilichokifikiria. Giza sio adui wa mwanga, na mwanga sio mkombozi wa kweli. Wote wawili wanategemeana. Maneno yake yaliingia moja kwa moja akilini mwangu kama sauti iliyokuwa tayari imekaa ndani yangu bila mimi kujua. "Nataka kukuonesha kitu," alisema. Akasimama ghafla, na hii ni kimiujiza. "Lakini utahitaji kuwa tayari kuacha unachoamini?" aliniuliza. Sikuweza kujua ni mjibu lipi, nikubali ama nikatae, kwa sababu kila kitu kwangu kilikuwa kama kitu cha kustaajabisha. Nilihisi baridi ikipenya kwenye mifupa yangu. Kila sehemu ya mwili wangu iliniambia nisiendelee. Sehemu nyingine ilivutiwa na siri alizokuwa nazo. Alinyosha mkono wake mbele yangu. Nikashtuka. Ghafla chumba kilionekana kubadilika. Kila kitu nilihisi kuwa cha ajabu, kama ndoto mbaya iliyogeuka kuwa halisi. "Unaona?" aliniuliza kwa sauti nyororo lakini yenye nguvu isiyoelezeka. Nilishindwa kujibu. Kitu cha ajabu kilikuwa kinatokea na mimi nilikuwa katikati yake. Bi Amani alitabasamu kwa tabasamu laini, huku lipsi zake zikionyesha kung'aa na kunawili sana.
Kila kitu unachodhani kwa kweli kinaweza kuwa uongo, na kila uongo unaweza kuwa kweli. Lakini nilihisi kuwa tayari nilikuwa nimevuka mstari usioruhusu kurudi nyuma. Je, upo tayari kujifunza? Aliuliza kwa sauti ya upole lakini iliyobeba mzigo wenye siri nzito. Je, unataka kujua ni nini kiliendelea? Unataka kujua mambo mazito yanayokuja? Usikose kufuatilia episodi inayokuja, kwa sababu ndio imebeba msingi mzito wa simulizi yetu kuelekea kwenye ukweli halisi. Napenda nikukumbushe tu, usisahau kusubscribe ikiwa bado hujafanya hivyo, lakini pia comment ili niweze kujua umepokeaje simulizi hii, na kama kuna marekebisho ya kufanya basi niweze kufanya haraka iwezekanavyo. Jina langu naitwa Ramadhani Abdul Kaduri. Tukutane katika episodi inayofuata. Asante.